tu kwa vile ni muhimu watu waelewe ile safari ambaye, na nasikia vijana wengine hapa wenye tumesaidia hapa kupata kazi. Hapa kuna kujanga vijana zaidi ya 40 kila siku wakikaa hapa kutafuta kazi na wanapata kazi. Kuna kuanga wasichana wengine hapa wanafanya kazi huko kwa hizo tu salon, wengine ni waiters, wengine wote hawana kazi. Hii safari itakwisha vile nimesema kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu, na itaisha vizuri kwa vile Mungu ako upande. Ile mbio mimi nimepelekwa, na nimesema niseme hivyo kwa vile mtu asione kama hii masaibu imeanzisha hapa. Mimi nimekuwa kwa koti, nimekuwa kotini kila saa. Account za watu relatives wangu zote zilikuwa frozen, zilienda huko zikazimwa, ndio hata nikishikwa ama nifanye nini hakuna mtu anaweza kunitolea mkono. Tumeteseka na hao watu. Sasa baada ya hiyo mnaona tena walikuja huko kila siku. Nimekuwa na wageni huko, watu wa EACC, watu wa nani, kila saa kwa nyumba yangu, kwa ofisi, ndio kazi zifanyike. Baada ya hiyo tena mambo ya mateso ya siasa, mtu ambaye anafuata, na siku hizi kila mtu anaona, likienda hata kwa mikutano watu wanaletwa wa kunipigia kelele, na ndio ikae kama mimi sina namna kwenye ground. Lakini sasa baada hiyo yote, na mpaka atakutukua risasi kwa nyumba, sasa imekuja mpaka Nairobi kutoka Kiambu, ndio sasa hapa nimalizwe kibiashara. Nasema haitawezekana kwa vile Mungu wako juu, na Mungu tutafaulu kwa vile Mungu wako na sisi. Nataka niwashukuru nyinyi wote, watu wa Nairobi, watu wa Kiambu, watu wa Kenya wote ambao wametembea hapa. Nishukuru wachungaji wetu. Wachungaji wetu hapa ni wengi ambao wamekuja kuomba na sisi. Niseme asante kwa mawakili wetu, kwa waheshimiwa ambao wanajua tunafanya kazi kwa bidii kule kaunti ya Kiambu ambao tuko nao. Niseme pia hata nyinyi asanteni, na tutafaulu. Mungu wako na sisi, na msiwe na wasiwasi. Nasema asanteni jamani. Hasara ambayo umekadiria.